na idadavua leo kwa nini muziki. Kwa mimi hapa, mimi na mume wangu tunafanya biashara na watu wanajua kwamba tunafanya biashara. Kuna biashara ambazo mnaziona na kuna biashara ambazo nyingine hamzioni. Tunafuga, tunafanya vitu vingi, tuna mashamba. Siwezi nikakaa katikati ya shamba ngaanza sasa, jamani, leo ndo navuna vitunguu. Kitu ambacho hakiwezekani. Lakini hizo biashara zimetokana na muziki na mashabiki. Mashabiki zetu ndio wametupa sisi nguvu na umaarufu wa kuingia kwenye biashara, kwa sababu hao mashabiki ndio hao wateja wetu. Mafanikio yetu haya madogo tuliyopata yametokana na mashabiki zetu na jinsi tunavyoshirikiana mimi na mume wangu. Yani hela ya mume wangu, hela yangu ni kitu kimoja. Yani sisi tunaishi katika umoja. Yani tukihitaji kufanya kitu fulani tunakifanya kama timu. Ndio maana vitu vinafanikiwa kwa haraka kwa kiwango hicho ambacho watu wanakiona. Lakini bado sisi ni vijana ambao tunajitafuta, hatujafikia utajiri wala hatujafikia kuwa na hizo hela ambazo labda watu wanazizania. Ni mipango tu ambayo tunaipanga na inatimia. Yeah. Okay, swali la Roger Mastori nafikiri ni swali ambalo kila mtu alikuwa anataka kujibiwa hapa. Na umelijibu vizuri sana. Sasa swali la 6 litatoka kwa Mr. Mamen kutoka 96 Link. Yeye pia ana swali kwa. Kwanza nisio mchoyo wa fadhila kukupa hongera Nandy. Asante. Hongera kwanza Asoma Ubingwa. Hongera pili umependeza. Hongera tatu Nandy Festival 2026. Asante. Swali langu ni kutokana na show ambayo ulifanya juzi tu hapa Kenya. Yeah. And of course wewe ni miongoni mwa waliosema kwamba umelipa fedha nyingi sana. Yeah. Sisi tunataka kufahamu, unahisi je, wewe ni most expensive artist in Tanzania ambaye anapokea mkwanja mrefu kuliko wasanii wengine wote wa kike nchini? Asante kwa swali. Nitajibu hilo. Kuwa the most expensive female artist kwa Tanzania, siwezi nikasema ndio, kwa sababu sijui mikataba ya watu wengine. Mikataba ni very confidential. Leo mimi nitasaini mkataba wa $200,000, mtu mwingine atakuwa na show sitajua amesaini mkataba wa shilingi ngapi. Kwa hiyo kujudge kwamba mimi ni zaidi au mimi sio zaidi au mimi ni nani, siwezi kujua kutokana na mikataba ni confidential. Lakini what I know, ninalipwa enough kuendesha maisha yangu ninavyotaka. Okay, swali la mwisho linatoka kwa Schneider kutoka East Africa Television pamoja na East Africa Radio. Nandy, hongera sana kwa Asante. 5 tunaondoka. Swali langu linasema The African Princess imesaini msanii mpya Pipi Jojo. Anafanya vizuri kwenye muziki. Matarajio yako ni nini kwa msanii huyu kwenye safari yake ya muziki na wewe kupata faida? Pipi Jojo ni kizazi kipya kama mnavyomuona na anafanya vizuri sana, na leo jana usiku ameachia wimbo wake unaitwa Nakutaka na ndio wimbo ambao mnaosikia hapa. Lakini matarajio makubwa ya The African Princess label, tayari tumesha sign mikataba na distributors wakubwa, and I think baada ya miezi kama 4 mbele tutafungua kituo rasmi cha The African Princess label Kota, ambayo itakuwa inapokea vijana wa kike tu kwa ajili ya kuwaendesha kimuziki. Humo ndani kutakuwa kuna watoto wa kike ambao wako kundi kama wanaimba bendi. Humo ndani kuna watu watakuwa special kwa matangazo. Humo ndani kutakuwa special madansa. Humo ndani kutakuwa kuna watu wasanii. Yaani kama ilivyokuwa THT, kwa sababu mimi kiukweli nimekuwa inspired sana na kituo cha THT nilipotoka, na kwa sasa hivi hakipo. Nilitamani sana siku na mimi nije niwe na tawi kama la THT, na ambalo limeenda kutimia. Tayari tushasaini mikataba na kuna wasanii sio chini ya 20 wako chini ya The African Princess label. Tunasubiria tufungue hiyo eneo kwa ajili ya watu wote kuja kuonyesha kipaji chao. Yeah. Kwanza Nandy Festival ni tamasha ambalo limefanikiwa kwa muda mrefu. Na mimi ni mmoja wa waandishi wa habari ambao naweza nikawa najivunia. Tangu tamasha limeanza mpaka leo limefika, nimepata nafasi ya kuzunguka mikoa mingi sana. Nimeona nguvu yako, nimeona ukubwa wako. Nadhani tamasha la mwaka huu itakuwa noma sana. Mimi swali langu la kwanza ni miaka 10 ya muziki wako ina mafanikio kiasi gani kwa upande wako na kwa career yako? Miaka 10 ya maisha yangu ya muziki, niseme tu namshukuru Mungu kabisa. Kitu cha kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru mashabiki, kwa sababu kukaa kwenye game miaka 10 na bado kuendelea kuwa top sio kitu kidogo. Mafanikio ni kuzidi kuongeza mashabiki. Mafanikio makubwa ni kuzidi kutoa muziki mzuri na watu wakausikiliza zaidi. Mafanikio makubwa ni kwa ajili ya
kuwashika pia mikono vijana wenzangu na kwenda nao. Hayo ndio mafanikio ambayo ninayashukuru kwa kweli kwa miaka 10 ya muziki wangu. Nandy, naamini kila mtu amekuwa sawa kabisa baada ya kusikia hivyo. Swali la pili litatoka kwa mmiliki wa Rick Media na nafikiri uko tayari kujibu swali hili. Hongera sana Nandy. Asante. Yeah, najua miaka 5 Nandy Festival kuna vitu vingi ambavyo umevifanya tayari na watu na tabia ya kuzoea show au festivals za wasanii. Pengine unaweza kutuambia kwa mwaka 2026 Nandy Festival ina utofauti gani ambao utamfanya mtu atoke nyumbani aje kwenye show? Tamasha la 2026 kwanza kabisa kama nilivyosema, tamasha letu linatimiza miaka 5. Tangia tulivyokuwa tunaanza tumeanza kwa changamoto nyingi sana, lakini ndani ya miaka 5 tumejifunza zaidi, especially tumetembelea matamasha makubwa mbalimbali ambayo ya burudani ambayo mimi naenda kufanya performance na tulikuwa tunajifunza vitu vingi. Tamasha la 2026 ni wahakikishie kuanzia production, kuanzia stage, kuanzia shows zitakavyopangiliwa. Hatufanyi show nikana, tutafanya show kwa ajili ya kuburudisha mashabiki. Kila kitu kitakuwa top notch. Hii 2026 ya mwaka huu ni mwaka wa kuonyesha experience ya miaka 4 nyuma ya Nandy Festival kwamba tumekomaa na tunaenda kufanya kitu kikubwa sana. Hongera sana Nandy na nikupe hongera zako kwa sababu kwenye kubadilisha maisha ya watu kuna watu ambao wanakuwa na wewe kwenye safari yako ambao wao pia wanabadilisha maisha ya watu wengine. Na imani umekutana na videos za Esco Donald mitandaoni akibadilisha maisha ya watu kupitia The Umbrella. Na yeye hapa anataka kuulize swali. Naamini uko tayari kulijibu. Asante. Nandy, hongera sana. Asante. Miaka 10 kwenye muziki sio jambo dogo. Hongera sana kwa hilo. Mimi ningependa kujua kwenye huo muda wa miaka 10 kwenye muziki, ushindani kwa upande wako kama msanii unauonaje kuanzia muda wa kwanza mpaka leo? Competition kwenye muziki ni kitu kizuri na imenipa chachu. I think mimi ni mtu ambaye napenda sana competition na nakaribisha challenge kwenye muziki wangu. Kwangu mimi kiukweli imenipa chachu ya kuwa Nandy wa sasa hivi tangia mwanzo. Mimi competition ninayo tangia niko THT. Nadhani kwa watu ambao wamekuwa na mimi wanajua nimepata competition nyingi sana mpaka sasa hivi. Challenge ni nzuri sana kwenye muziki na ndizo zinazonifanya niwe mpaka sasa hivi. Niseme tu tuendelee kufanya muziki mzuri and tuendelee kuchallengeana. Hiyo ndio inawapa fursa mashabiki kupata kitu kizuri kutoka